Chadema, hivi ma CCM yanapowaua huwa munafurahia, munanufaika, au inakuwa ni kawaida tu kwenu, maisha yaendelee? Kabla sija kuwekea klipu na posti za kuudhi wakati wa tukio la mazishi au msiba wa Suez aliyekuwa dereva wa Heche, hebu ngoja nichambue mambo matatu ambayo machawa ambao wamegeuka kuwa mashetani na mataila ya kidini wanaweza kuyasema na kuonyesha hiki ninachokichambua hapa ni cha kishetani, ni kibaya, na kumbe yenyewe ni mashetani, kwa sababu hata shetani naye humwita Mungu ni shetani. Pana mambo matatu ambayo hujirudia sana, huwa mashetani na mataila ya kidini huyasema. Jambo la kwanza, wao wanasema we mchungaji unasambaza, unahubiri chuki, unahubiri mambo ya kufanya watu wachukiane. Kwanza nataka ufahamu kwamba jibu ni ndio. Jambo la kwanza, yako matatu, alafu baadaye nitakuwekea hizi klipu ambazo bila shaka na wewe utaudhika sana. Sasa nianze na hili. Jibu ni ndio. Mimi nahubiri ili watu wawe wanawachukia watu wabaya kwa vitendo na kuchukua hatua ambazo baadhi nitazipendekeza hapa, na ni kazi ya mhubiri kabisa mwenye akili timamu anayefuata Biblia kama ilivyo. Anaweza kawa na hubiri habari za kutaka jamii inayofanya maovu na mabaya ichukiwe. Na nataka nikwambie, dunia na nchi yetu imeharibika kwa sababu wanaojisema ni wema hawachukii kwa vitendo ubaya na wabaya. Sasa ngoja nikusomee maandiko ambayo yanataka tuwe tunafanya hivyo. Kwa hiyo mchungaji unahubiri habari za unataka jamii ichukiane, heri wapatanisha. Kupatanisha, kwani kupatanisha ni kufanya mwingine waendelee kumuua, kumtesa, kumuumiza mwingine? Kupatanisha, Yesu aliwakuta watu wanauza, wameifanya nyumba ya baba yake kuwa pango, alichukua fimbo akawatandika, alikuja kupatanisha. Farao Herode alimkamata Yakobo, akamchinja, akamkamata Petro, Mungu akamwokoa. Baadaye Mungu akampiga, malaika wa Bwana akampiga Herode, akaliwa na chango. Mungu anapatanisha. Mungu amempiga Anania na Safira kwa sauti na kinywa cha Petro. Mungu anapatanisha. Kupatanisha ni vema ufahamu, kila kosa lina namna yake ya kupatanisha. Katika Hesabu 35 mstari wa 29 na kuendelea pale mpaka mwisho, inasema kwamba haya mambo mtu atakapoua, msije mkayabadili hata kidogo. Namna ya kupatanisha mtu atakayekuwa na waua au ameua, ameinajisi nchi kwa kumwaga damu, itakuwa ni huyo aliyeimwaga damu yake imwagwe, ndo mtaitakasa nchi. Huko ndo kumeweka limit. Utakapopatanisha lazima uchukue hatua hizi kwa mtu aliyeua, ndo unapatanisha. Sasa ni baki kwenye hii, unasambaza, unataka jamii ichukiane. Jibu ni ndio. Jibu ni ndio. Warumi 12 mstari wa 9, pendo na lisiwe na unafiki, lichukieni lililo ovu mkiambatana na lililo jema. Lichukieni lililo ovu. Ukumbuke, ulichukia lililo ovu isipokuwa aliyelitenda hilo ovu. Ovu alijitendi, linatendwa na mtu. Ovu linatendwa na mtu. Kwa hiyo huyo mwovu muonyesheni ni kwa kiasi gani tumechukia. Lichukieni lililo ovu. Lakini ngoja nisikuongezee, ikujibu Biblia yenyewe katika Mithali 8 mstari wa 13, kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno na njia mbovu, na kinywa cha ukaidi pia na kichukia. Hicho kinywa kinakuwa chini ya nini? Chini ya ng'ombe, chini ya mbwa, sio chini ya mtu. Na kinywa cha ukaidi ninakichukia. Lakini Biblia hiyo inajibu, ikujibu yenyewe chuki.
chuki. Zaburi 111 mstari wa ngapi? Mstari wa some tu wa mwisho wa 8. Asubuhi, hata asubuhi nitawaharibu wabaya wote wa nchi, ni watenge wote watendao uovu na mji wa Bwana. Sasa hapo umejua ni wanaochukiwa na wanaotakiwa kuharibiwa ni wabaya. Kwa mchungaji, unasambaza habari za watu kuchukiana. Ndio, inatakiwa wanaofanya ubaya, wauaji, wachukiwe kwa vitendo. Nitashauri na kupendekeza hapo baadaye kidogo. Jambo la pili, siasa sio uadui wa kudumu. Sasa kama siasa sio uadui wa kudumu, je, siasa ni kuua wapinzani wako na kwanza kuhubiri, kuimba siasa sio uadui wa kudumu? Utakapokuwa umewaua wapinzani wako ili upate madaraka au baki kwenye madaraka, je, haujaweka uadui wa kudumu? Kwa sababu maiti, unapoua mtu ni uadui. Hata kama utaenda kuonekana baada ya wewe kufa, huyo mtu ataendelea kudai haki yako. Hata akifa huyo mtu, akiwa amekufa uliyemuua, anaendelea kudai haki ya kuwa hai. Kwa nini ulimuua? Huo ni uadui wa milele wa kudumu. Unayeua hausambazi, wewe sio uadui wa kudumu. Ila anayelalamikia kuuawa ndugu yake, yeye ndo anaonyesha siasa sio uadui wa kudumu. Anatakiwa ambie sio uadui. Wewe ndo uliyetengeneza. Uwe ni wanasiasa hawa, watu wa siasa hawa wawe na uadui wa milele, sio wa kudumu unayojua wewe milele. Nikusomea hilo ujue. Ufunuo 6 mstari wa 9. Na alipoifungua muhuri ya 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, Mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini kuto kuhukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakaao juu ya nchi? Hata lini kuto kuwahukumu, kuwapiga, kutupa haki, kuonyesha kutupa haki yetu juu ya hao waliodhulumu uhai wetu? Hata lini? Hawa wamekufa, bado wanadai haki ya kupokwa uhai. Ni maadui wa kudumu. Sasa kama mnanichokonoa ili niwajulishe Biblia ilivyo, nitakuwa nikiwajulisha sana, na nitakuwa nikitumia kufa kwa dhamiri zenu, kugeuka kuwa mashetani kamili, kuwafanya wengi wajifunze kuchukua hatua stahiki. Sababu mnaotisha kupatanisha, kusamehe. Yesu kwa nini akusamehe? Kusamehe ni nini? Kwa nini akusamehe alipoenda kuwatandika wale? Mungu alipompiga Nebukadneza, Farao, Herode, Anania na Safira na wengine wote, kwa nini hawakusamehe hivyo wakaacha kusamehe? Usiseme ya zamani. Kwa nini tunakumbushwa? Yameandikwa. Kama kusamehe ni kutokumbusha zamani, kwa sababu ndio pointi ya mwisho ambayo sema mchungaji, sasa kwa mfano huo msiba umeshapita, yamepita, hayo ni ya zamani. Yani tunakumbusha mambo ya Biblia, matukio ya Biblia ya zamani, ya kina Nyerere ya zamani, ya kina Hitler ya zamani. Ila haya ya kwenu tu yakishapita siku 2-3, hilo la zamani sasa limeshapita. Anyway, nitaka nikupitisha hapo. Na hakika unayekuwa umesikiza mpaka hapa, basi unakuwa umejifunza jambo pana sana. Sasa ni usikilize hizi clip ambazo na hakika utaudhika sana. Afu baadaye nafafanua sasa kwa nini nimesema Chadema wanapowaua, je, mnafurahia? Mnanufaika? Ni kawaida tu kwenu? Hebu sikiza clip za kuudhi. Zinaweza kuudhi, lakini nitakapo kuelezea kitu fulani hapo mbele utajua ni za kuudhi sana. Ninaumia mimi kama mwenyekiti wa UWT mkoa wa Mara, John Heche, nitaungana na wewe wakati ukiweka pale jiwe na kutengeneza
mimi nitakusapoti mifuko 20 kwa ajili ya kumjengea mke wa marehemu, na yeyote atakayekuwa tayari tumshike mkono mke wa Swezi. Ni hayo tu. Mungu atubariki sisi sote. Kwake tulitoka na kwake tutarejea. Jina la Bwana litukuzwe sana. Asanteni. Zangu kama mbunge wa jimbo la Tarime mjini, mahala ambapo tutampumzisha kaka yetu Swezi, nitoe pole za dhati kwa ndugu yetu John Heche, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kwa natambua wazi Swezi alikuwa si tu dereva kama wanavyosema, bali ni sehemu ya familia. CCM, niwashukuru sana leo mmekuja hapa. Angalia upendo tuliouonyesha kwenu, na nyie msigeuze upendo kuwa uadui. Onyesheni upendo. Tukija kwenye misiba inayohusu huwa mnatutenga, mtupi nafasi. Tupeni nafasi hata kama tunawasema. Nadhani umesikia lugha fulani ni tamu ambazo hata mwingine zingine ubaya gani hizo zilizotolewa na huyo mwenyekiti wa CCM na huyo ambaye amejiita mbunge ambaye aliwasaliti hawa Chadema na kupenda ujira wa damu. Nadhani unaweza sasa hayo yana ubaya mkubwa kiasi gani? Na wakati huo nadhani ulikuwa unaona posti ya huyo kijana, na naamini hata atakapokuwa naona nasema, mchungaji, sasa mbona mimi ni rafiki yako mtu? Sasa natumia tu kufundisha. Najua ufahamu wako ni mdogo, unajifunza, lakini pia naenda kutoa ushauri wa Chadema wote kwa ujumla. Wakati mwingine hata nikupigia simu, hiyo posti yako ishaenda watu wengi, ishawaharibu kichwa. Kwa wanaweza akawa wafahamu. Kwa mujibu wa Biblia, rafiki mzuri ni yule anayeweza kukukemea hadharani mbele ya wengine ili wengine waogope. Katika Timotheo wa kwanza 5:20 anasema adumuye katika kutenda mabaya mkemee mbele ya wote ili wengine waogope. Mithali 28:23 anasema mkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali kuliko ajipendekezaye kwa ulimi wa maneno yake. Sasa kimsingi maneno hayo ni mazuri, lakini ni vyema ufahamu nyoka huwa atemi asali, hata kama ile sumu anayotema inaonekana kwamba ina rangi ya asali. Ile sio asali. Kutoka kwenye kinywa cha CCM hakuwezi kutoka maneno ya faraja, hayakuwezi kutoka maneno mazuri na dhamira njema. Dhamira njema sio hiyo. CCM haya kwa sababu hivi vifo ni product ya wao kupata madaraka, wao kubaki madarakani. Hivi vifo yani ni product yao, ni zao lao. Chanzo chochote kinachoweza kuonyesha, kusemwa kwa ukweli kabisa cha kifo, ukifuata hii Biblia utajua product wanaozalisha vifo vyote vya Tanzania, hasa vya chini ya miaka 80 ni CCM. Sasa hawa wanao ambao wamekuwa product ya vifo hivi, na vingi wanakuwa wamehusika direct, yani moja kwa moja, ni mkono wao, ni ramani yao, ni machawa wao, wasaidizi wao, majeshi yao yametekeleza, ni wasiojulikana wao. Wakiwa wametekeleza vifo hivyo, kuja kuzungumza lugha nzuri zinazoonekana nzuri. Unajua hapa siwezi kuambia watawazuiaje. Inatakiwa wawazuie wasio wanaongea. Kuongea hao wanaweza kutumia mabavu ya kupitia familia, kupitia wanachokiita serikali. Kwa hiyo kuongea kwenye misiba wanaweza kuongea, ila shida ni kuwaona, kuwapongeza, kuona
Okay, wameongea vizuri. Kama huyo mtoto hapo naona sema huyu mama ana roho nzuri. Roho nzuri. Mwingine anasema CCM, sisi tukija kwenye misiba yenu mnatutenga, sisi tumeonyesha upendo. Hauhitaji kumwonyesha upendo wowote shetani. Hauhitaji hata huko kwenda misibani kwao. Kwani munaenda kupeperea nini mnapoenda huko misibani kwa mnani? Kwani shida ikoje nyie mkizikana watatu tu wasije kabisa? Kwa nini msionyeshe sura tu iliyonyoka, sura iliyonyoka? Lichukieni hilo ovu. Onyesha kabisa nyie ni majini, nyie ni mashetani. Nchi imeharibika, nchi yetu imeharibika na dunia imeharibika kwa sababu wanaofanya ubaya ni wepesi wa kwanza. Jamani, samahani, 7 mara 70 yameshaisha, yale ya zamani yamepita, tugange ajayo. Biblia hii ni ya karne kabla wewe hujazaliwa, tunajadili mambo yake na imeandikwa kwamba ili tujifunze, tusije tukaiga namna zilizopelekea watu wakaharibikiwa, au tujifunze namna zilizopelekea watu walipata faida inayotakiwa. Sasa mambo ya siku 2 3, maisha yaendelee, maisha yaendelee. Mke wa Suez, maisha yaendelee. Watoto wa Suez, baba yao hayupo, maisha yanaendelea. Umpe nini? Maisha yaendelea. Mifuko 20 ya simenti. Nakuja kwenye mapendekezo ambayo kwa sehemu ni hayo, lakini nije hayo ma-CCM yangekuwa na dhamira njema, yalikuwa anafanyaje? Mtu yoyote anayeona yuko kwenye utawala ambao unaonea watu, naua watu, ili aonyeshe na chukia hayo, haendi kuwapoza watu ambao yeye mwenyewe utawala uliompa ulaji huo unaua watu. Huchukua hatua hizi za Musa kwa imani. Ibrania 11:24. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa muda wa kitambo. Hawa ma-CCM angekuwa mzuri, angetangaza, asimame hapo aseme, kwa mauaji haya ambao sisi ni product ndo tunaozalisha, sisi ni kiwanda kinachozalisha mauaji ya ajabu ajabu haya, vifo vya ajabu ajabu hivi, mimi natangaza kujiuzuru na kwanza kupinga haya. Hiyo sito kujiuzuru na kulipa gharama na kufichua na mengine mengi, na kukuwa tayari kuchukuliwa hatua yoyote juu ya hatua hii inayochukua. Huko ndio kufariji, huko ndio kuonyesha mtu huyu anaumia. Ushauri moja, ninge washauri watu wa Chadema mupangane cha kusema, kuposti. Ikitokea mmepakwa mafuta kwa mgongo wa chupa na CCM, yani imewazungumza vizuri, imewachangia mifuko 20, mupangane cha kusema. Niliona akina Mane Gorugwa, kina Heche waliposimama hawakuzungumzia hayo, inaonyesha wenyewe wamepangana. Sasa mpangane hadharani, hawakuzungumzia hayo. Sasa mpangane hadharani na cha kuposti. Ikionekana mmepewa zawadi, mmetamkiwa mazuri, mwe mna posti nini, mwe mnaongea nini? Sionekane kama ni ufalme nao uliofitinika, kila mmoja anajiwazia la kwake. Akina Serasini na vijana walioko Chadema humo ambao wameshanunuliwa tayari au ufahamu wao ni mdogo, watatumika kirahisi sana kuyapunguza uzito machungu mnayosababishiwa, kwa sababu huyo mtu kauawa hapo. Mijitu ambayo ni product ya mauaji hayo inakuja na sema ya kusema hapo, afu inaonekana kuna watu mnaona yes, mwe mnafanya hivi, mkiua mnakuja mnasema vizuri kama hivi, mnatuchangia na mifuko 20, na sisi tukija mwe mnatupa kusema. Sembuzi wenyewe hawatawapa kusema, lakini hata wakiwapa kusema, kwani lazima mwe mnaenda? Mkishaona waoni umuhimu wenu kule, kama na nyinyi wanasiasa wakija kwenu wanasema kwa kivuli cha
kupitia familia, kupitia serikali, na familia zinawaruhusu, na nyie mkienda kule mnaona wanafanya kila namna, nyie msiseme, msiende, msio mnaenda kabisa. Nchi yetu inaweza kaja kupona tukionyesha chuki ya wazi ya maneno na matendo juu ya wabaya, juu ya ubaya. Vinginevyo sisi wengine ni kama wameshamaliza wa kuua ndugu zetu. Tunaoishia ni sisi. Wanachadema nyie bado ni wengi, kwa hiyo tunaoishia ni sisi. Wanapofikiria tumue tu yaishe, sisi ni imeisha, imetoka. Haya, nasema tu nitimize wajibu wangu, lakini nyie mtaendelea kuuawa sana. Baada hapo mnaanza kuimbiwa wimbo, siasa sio wadui, sio wadui wa kudumu siasa. Jambo la pili ni hilo ni bii yake tu, kwamba msiende kwenye misiba yao. Wao wakija kwa mabavu, wakaongea kwa mabavu, nyie msiende tu. Kanini naogopa kupangana hayo? Anyway, nimewawekea msingi wa neno la Mungu. Simamieni huo kwenye vikao vyenu na kwenye ajenda zenu. Hongera na asante kwa kunisikiliza.